Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Manchester United kwenye njia panda ya Ole Gunnar Solskjaer, Fletcher na mbio za kocha mpya Old Trafford. Manchester United tena ipo kwenye ukurasa mwingine wa historia yake kwenye misukosuko tangu kuondoka kwa Sir Alex Ferguson mwaka 2013. Klabu hii kubwa ya England yenye mashabiki mamilioni duniani kote kwa mara nyingine imejikuta ikitafuta mwelekeo mpya baada ya kumfukuza kazi Ruben Amorim Jumatatu, miezi 14 tu tangu achukue jukumu hilo la Old Trafford. Uamuzi huo umeibua mawimbi mapya ya tetesi za majina mazito na maswali mengi. Nani atakaa kwenye benchi la ufundi la United? Je, ni suluhisho la muda au mwanzo wa zama mpya kabisa? Kwa sasa uongozi wa Manchester United umeamua kutotaka pupa. Waliripotiwa kuchukua muda wao kutathmini wagombea wote wa nafasi ya meneja wa muda, huku wakipanga kumteua meneja wa kudumu katika msimu wa joto kwa ajili ya msimu 2026-2027. Lakini kabla ya hapo kuna jina moja lililogusa hisia za mashabiki wengi wa United: Ole Gunnar Solskjaer. Kocha huyu wa zamani wa Manchester United ambaye aliwahi kuiongoza klabu hiyo kama meneja wa muda na baadaye kuthibitishwa rasmi, anaripotiwa kuonesha nia ya kurejea Old Trafford kwa mara nyingine tena. Kulingana na taarifa, Ole Gunnar yuko tayari kuchukua kazi hiyo ya muda hadi mwisho wa msimu bila kujali urefu wa masharti ya mkataba. Uongozi wa United tayari umejulishwa kuwa Ole Gunnar yuko wazi kwa mazungumzo. Hili ni jambo linalogawa mawazo ya mashabiki, wengine wakiamini ni kurejea kwenye kumbukumbu tamu, wengine wakiona ni kurudia makosa ya zamani. Wakati maamuzi makubwa yakisubiriwa, Darren Fletcher ndiye amepewa jukumu la muda la kuinua timu. Fletcher, kocha wa kikosi cha vijana chini ya miaka 18, anachukua nafasi hii muhimu katika kipindi cha mpito. Ingawa hana uzoefu wa kuifundisha timu ya wakubwa, anaeleweka vizuri utamaduni wa klabu, akiwa ni mchezaji wa zamani wa United aliyepigania jezi hiyo kwa moyo wote. Swali kubwa ni kwamba, je, Fletcher anaweza kufuata nyayo za Ole Gunnar Solskjaer? Kumbuka Ole alianza kama kocha wa muda kabla ya kuaminiwa rasmi. Wakati haya yakiendelea, majina kadhaa makubwa yameanza kuzungumzwa kama wagombea wa kiti cha kudumu cha Manchester United wakiwa katika benchi la ufundi. Oliver Glasner ni miongoni mwa makocha. Huyu ni raia wa Austria mwenye umri wa miaka 51. Aliandika historia kwa kuiwezesha Crystal Palace kushinda kombe la kwanza kubwa la FA Cup msimu uliopita. Mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu, jambo linalomfanya kuwa chaguo linalowezekana. Glasner anajulikana kwa kutumia safu ya ulinzi ya mabeki watatu, ingawa amewahi kusema mfumo wake pendwa ni 4-4-2. Kuna pia Enzo Maresca aliyemaliza safari yake na Chelsea wiki iliyopita baada ya kutofautiana na uongozi wa klabu hiyo. Kocha huyu Muitaliano mwenye umri wa miaka 45 alifanikiwa kushinda ligi ya mikutano ya UEFA na kombe la dunia katika klabu katika msimu wake wa kwanza. Jina lake pia limewahi kuhusishwa na Manchester United na Manchester City pia iwapo Pep Guardiola ataondoka, lakini United wanaweza kujaribu bahati yao mapema. Gareth Southgate, kocha wa zamani wa timu ya taifa ya England, naye yupo kwenye rada akiwa na umri wa miaka 55. Southgate anaripotiwa kutopendwa na viongozi wa Old Trafford. Hata hivyo, bado haijulikani kama angependa kurejea kwenye usimamizi wa klabu baada ya kuondoka kwenye timu ya taifa kufuatia Euro 2024. Kwa upande mwingine, Unai Emery ameonyesha wazi uwezo wake wa kuijenga timu tangu aichukue Aston Villa. Amebadilisha kuwa tishio halisi, akiwania nafasi za juu za ligi kuu England, hata ligi ya mabingwa. Mhispania huyo mwenye umri wa miaka 54 ni moja ya makocha waliothibitisha ubora wao barani Ulaya. Jina jingine kubwa linalovutiwa ni Thomas Tuchel. Kocha huyu Mjerumani kwa sasa ana kazi ya kuinua timu ya taifa ya England kuelekea kombe la dunia, ingawa amedokezwa kuwa yuko tayari kuendelea na historia yake ya mafanikio ya vilabu vikubwa kama Chelsea, PSG na Bayern Munich
ikiwa inaweza kumfanya avutiwe na changamoto ya Old Trafford. Mauricio Pochettino naye hajapotea kwenye orodha. Kocha huyu raia wa Argentina kwa sasa anaiongoza timu ya taifa ya Marekani. Hii inamaanisha angeweza kupatikana baada ya kombe la dunia iwapo United wataamua kusubiri. Mwisho kabisa kuna jina la Andoni Iraola. Kocha huyu wa Bournemouth amevutia dunia ya soka kwa rekodi nzuri ikiwemo ushindi mara 2 wa 3-0 dhidi ya United Old Trafford pamoja na sare ya kusisimua ya 4-4 mwezi uliopita. Ni kocha chipkizi lakini mwenye mawazo ya kisasa na ya ujasiri mkubwa. Kwa sasa Manchester United wanasimama kwenye njia panda. Uamuzi utakaofanya katika siku za wiki zijazo unaweza kuamua mustakabali wa klabu ya miaka mingi ijayo. Je, watarudi kwenye mikono ya zamani ya Ole Gunnar Solskjaer au Darren Fletcher atashangaza dunia, au je, jina jipya kabisa litakaloanza enzi mpya za Old Trafford? Muda ndio utakaotoa majibu, lakini jambo moja ni hakika, drama ya Manchester United ni bado haijaisha. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.